kuonyesha kwamba kuna kitu anakihitaji, lakini kilichokwenda kubadilika ni ubora wa mchezaji mmoja mmoja na namna gani ambavyo una mbinu sawa sawa kulingana na mpinzani ambaye unakabiliana naye. Nafikiri kwa approach ambayo Fadlu aliingia nayo mchezo wa leo, kwanza alihitaji wachezaji wake dakika 15 za kipindi cha kwanza hakikisha wanapata walau goli kwa sababu ya kupunguza pressure, ukizingatia pia ni miongoni mwa timu ambayo imewanyima alama 3 kwenye mchezo uliopita uliochezwa uwanja wa KMC. Lakini haimaanishi kwamba kosi walikuwa wabaya. Nafikiri ni kilichokwenda kuamua mechi ni ubora wa Simba kwenye namna ambavyo waliamua kucheza ukilinganisha na uhitaji wa alama 3 ili kuendelea kupunguza gepu ambalo ameachwa mbali na mpinzani wake. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni mchezo ambao zaidi umeamuliwa na ubora wa mchezaji mmoja mmoja, na ndio maana unatazama mbali na rotation ambayo imefanyika, lakini bado wachezaji ambao wamepata nafasi ya kucheza wameweza kudepend ama wameweza kuonyesha kile ambacho walikuwa nacho. Mchezaji kama Duchu Kameta anatoa assist kwa maana ile cross ambayo amepiga anatoa assist ambayo imekwenda kumpa Simba bao la kuongoza kabla ya Elim Panzu Kibisawala kuweka assist ya pili. Hii inakuja baada ya Simba kuwa wanahitaji kwanza kurudi kuelekea dabi, namna gani ambavyo wanaurejesha ule utimamu wao kutoka kwenye mechi dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni mchezo ambao ulikuwa mzuri na naweza kusema Simba walihitaji alama 3 zaidi kuliko Coastal Union. Simba walihitaji alama 3 zaidi kuliko Coastal Union kwa namna ambavyo Steve Dese Mkwala anatokea benchini michezo mingi sana ametokea akiwa anasugua bao ndefu tuseme hivyo. Kuna namna ambavyo leo hii amekuwa na uchu kwa namna ambavyo amepiga hat-trick katika mchezo wake hii leo. Kiwango chake kwa ujumla Yusufu namzungumziaje? Goli 7, goli 8 nafikiri. Goli 8 ambazo hazina penalty ndani yake, no problem. Nafikiri unahitaji aina ya wachezaji ambao kama wenye kalba Steven Dese Mkwala. Kwa maana wanathibitisha kwamba haimaanishi ninavyokaa benchi mimi ni mbaya, lakini namna gani ambavyo naweza kuchukulia kama changamoto kutoka kwa mpinzani ambaye anaanza, na pale ambapo napata nafasi kitu gani ambacho naweza kuwa na kionyesha cha ziada. Anapata nafasi goli 3 anafunga kwenye mchezo wa leo. Si jambo ambalo linakuja kwa bahati mbaya. Kwanza unahitaji utayari wa mchezaji kuanzia kwenye namna anavyofikiri na namna ya utendaji kazi ndani ya uwanja. Nafikiri kwa hivi sasa anajua njia pekee ya yeye kupata imani ya kuanza kwenye kikosi cha Simba ni kufanya vizuri, kufanya jukumu la mwalimu. Unalifanyeje? Kufanya lile jukumu la umuhimu la kama mchezaji, aidha kufunga ama kuassist. Nafikiri kwa kipindi ambacho amekipitia Ateba kwa hivi karibuni kimemfanya Fadlu leo kuweza kubadilisha taswira nzima ya kile ambacho kimekuepo. Anaanza na Steven Dese Mkwala, miongoni mwa wachezaji ambao of course wamekuwa wapate nafasi, lakini bado unaona ni mchezaji ambaye atoki kwenye kila alichonacho. Dakika 45 kipindi cha kwanza zinatosha kuandika mabao mawili. Hivi ndivyo ambavyo mshambuliaji yoyote anapaswa kuwa. Yaani jaribu kuthibitisha daraja la ubora ulionao kwenye dakika ambazo utazipata. Steven Dese Mkwala amethibitisha kwamba yeye si mchezaji ambaye yuko Simba kwa bahati mbaya, na hajataka kuivunja imani ya Fadlu kwa kupewa nafasi na ashindwe kufanya jukumu mama. Lakini mbali na Steven Dese Mkwala, nafikiri utawapongeza wachezaji wote wa Simba namna ambavyo wamecheza. Kwangu mimi nafikiri kuna wachezaji wengi sana ambao unaona namna ambavyo wanacheza wanajaribu kuonyesha kwamba wako Simba kufanya kazi. Mchezaji kama Ali Salim amekuwa apata nafasi mbele ya Musa bin Kamara, lakini nafasi ambayo amepata kwenye mchezo wa leo unaona namna ambavyo ameishi kwenye matako ya mwalimu na jukumu mama la mchezaji kama Ali Salim ameweza kulitekeleza kwa asilimia kubwa. Lakini unakuja kwa mchezaji kama Deborah Fernandez Mavambo, nafikiri uchu walionao hivi sasa ni kurudi kwenye kikosi cha kwanza, na unaona namna ambavyo amekuwa akijaribu kuunganisha fikra zake na wachezaji wenzie kwenye baadhi ya maeneo ambayo inaweza ikawa inamrahisishia Fadlu kuivuta imani ya yeye kumwamini na kupata nafasi ya kwanza. Kwa hiyo nafikiri hii inatuma salamu kuelekea mchezo wa tarehe 8 kwa sababu timu zote mbili zimemaliza michezo yao ya mwisho vizuri wakiwa wanapata matokeo mazuri. Hii sasa ni matakwa kwa walimu. Nani ambaye anastahili kuanza kwenye mchezo wa tarehe 8? Nani ambaye anastahili kuanzia benchi? Kitu gani ambacho umekiona kwa mpinzani wako ambacho kinaweza kikawa ni bora kwa upande wako kwenda kupata matokeo? Na naamini ni mchezo ambao unakwenda kuamua bingwa kwa upande wangu. Na mimi nilisema kabisa
baada ya dabi kuchezwa pale ndipo ambapo mimi nitatoa taswira ya nani ambaye anakwenda kutwaa. Namna ambavyo Leonel Ateba mchezo wa kwanza dabi ya Kariakoo dhidi ya Young Africans alicheza na alipata nafasi katika mchezo huo. Matumizi mazuri ya nafasi huenda yakamkalisha Leonel Ateba benchi na mwalimu akamtumia Steve Dese Mkwala. Inawezekana kwa sababu hakuna kocha yote ambaye anamwacha mchezaji mzuri nje. Yaani wai mchezaji anakupa unachokihitaji, kwa maana anakupa assist ama anakupa goli and then ukamwacha nje, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo kocha anaangalia pia mchezaji ambaye yupi ambaye anastahili kuanza kwenye mechi husika, kwa maana unakwenda kucheza kwenye mechi ambayo inahitaji utimamu wa wachezaji kuanzia kwenye namna ambavyo wanafikiri kuanzia nje ya uwanja na ndani ya uwanja, namna gani ambavyo unakwenda kuingia dhidi ya mpinzani wako ambaye ana wachezaji wote ambao unaweza kukupa challenge ya wewe kuhisi kwamba una mechi ngumu. Na nafikiri ndio mechi pekee ambazo huo unapata uwiano wa matukio ndani ya uwanja, kwa maana hapa ndo unapima ubora wa mchezaji kwenye namna ya kuunganisha ujuzi wake na namna ambavyo anaweza akawa na support kile ambacho timu inakihitaji. Kwangu mimi nafikiri ni mchezo ambao utahitaji zaidi utayari wa makocha wote wawili, kwa sababu kama Fadlu anakwenda kupoteza hii mechi itakuwa ni mechi yake ya pili, sio? Lakini ni mechi ya kwanza kwa kocha wa Young Africans. Namna gani ambavyo anaweza kawa anatumia wachezaji bora ambao wameshinda hizi dabi mara 4 mfululizo mbele ya Simba kuweza kupata kila anachokihitaji. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili, namna gani ambavyo anaweza akawa anamuuliza Fadlu maswali kulingana na kikosi na gani ambavyo Fadlu anaweza akawa na majibu sawa sawa ya kile ambacho anaulizwa na wachezaji wa Young Africans. Kuna namna ambavyo umeiongelea Simba leo hii rotation ya kikosi inatoa taswira kwamba mwalimu amepumzisha vifaa vyake kwa ajili ya dabi ya Kariakoo. Nafikiri timu zote zimejaribu kuwa na tarehe 18 na ndio maana hata kwenye mchezo wa Young Africans jana kuna baadhi ya wachezaji walipumzika na wengine wakaanzia benchi, si? Hii inatoa taswira kwamba kocha yote ama timu yote inavyoelekea mchezo wake muhimu, mchezo wake mkubwa, huwa inahitaji kuwa na wachezaji wake wote kwenye ubora hali ya juu. Nafikiri kwenye mchezo wa Azam FC dhidi ya Simba ulimpa baadhi ya majeraha ama maswali ambayo Fadlu alishindwa kuyajibu. Kwa maana tukianza kwenye majeraha, Chef Ondo Maroni anaumia, moja kati ya wachezaji ambao utamani kuwakosa unapoelekea kwenye mchezo Young Africans, sio? Lakini kwangu mimi nafikiri Fadlu kuna kitu ambacho anapaswa kuboresha kwenye namna ya yeye kuweza kusoma mchezo kadri ambavyo unaendelea. Sikupata nafasi ya kuzungumza baada ya mchezo dhidi ya Azam FC, lakini kitu ambacho nilikiona hivi sasa Fadlu ni kama amekuwa muoga. Yaani kuna namna, yes, na maanisha uoga wa kujaribu kuivunja imani ya yule mchezaji ambaye amekuwa akianza kwenye kikosi cha kwanza na kumweka mchezaji ambaye amekuwa pata nafasi. Nitasema mchezo wa Azam FC, Fabrice Ngoma kwangu mimi binafsi hakustahili kumaliza dakika 90. Kwa nini? Kwa sababu approach ambayo Azam aliingia nayo, kwanza alijua Simba ni bora kwenye eneo la katikati, na njia pekee ya mimi kwenda kupata matokeo dhidi ya Simba ambaye ana wachezaji bora, ambaye ana idadi kubwa ya wachezaji ambao wanafikiri sawa sawa na kile ambacho kiko ndani ya uwanja, ni kuachia muda mwingi wao wacheze mpira, lakini mimi nitakuwa reacted kwenye eneo la katikati, kwa maana ya kuvuruga ile safu nzima ya eneo la katikati, kuweza kupora mipira na kupiga kwenye maeneo ambayo yatakuwa kuna nafasi ya kufanya hivyo. Na ndio maana muda mwingi Simba alimiliki mpira, lakini baada ya Azam kuwa anapata mpira uliona namna ambavyo Simba alikuwa anapita kashikashi kwenye maeneo ya pembeni. Idi Nado anamsumbua Shomari Kapombe sana. Jibril Sila kwenye kiwango bora aliwafanya mafullback wa pembeni wa Simba muda mwingi wasipande kwenye eneo la juu. Sasa baada ya kuwa mpinzani wako ameshajua udhaifu wa wewe, namna gani ambavyo anaweza akawa na kuzuia, kitu ambacho unapaswa kukifanya ni kuleta kitu kipya ambacho kitakuja kuendeleza kile unachokihitaji ama kutoa challenge kwa mpinzani ambaye tayari ameshasoma kwenye maeneo. Kwa hiyo ulikuwa unatamani kumuona Deborah Fernandez Mabambo akichukua nafasi ya Fabrice Ngoma, lakini hakufanya hivyo. Lakini yote kwa yote Leonel Ateba hivi karibuni amepitia wakati mgumu kuweza kupata matokeo, sio? Kwa maana kufunga. Hajapata hiyo imani ya kumwanzisha Stephen Dese Mkwala. Kwa hiyo
Nafikiri pia imepelekewa na mashabiki wa Simba baada ya mechi kadhaa Fadlu kuwa na fan rotation and then wao wakawa na react baada ya timu kushindwa kufanya vizuri, kwa maana kupata idadi kubwa ya mabao kama ambavyo walitarajia. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kuelekea tarehe 8 sasa, kila kocha anahitaji kuwa na wachezaji wake timamu. Kila kocha anatamani kuona wachezaji wake wakifanya lile jukumu mama ambalo linaweza likali nampa alama 3 ambazo zinamrejesha kwenye kilele cha. Tumezungumza mengi sana ndugu yangu Yusufu kwa uchambuzi mchezo dhidi ya Coastal Union na wekundu wa Msimbazi Simba. Shukrani sana kwa time yako. Asante sana.